Kwa jina naitwa mchungaji Amiki JD. Huduma yangu inapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, mjini Moshi. Na kukaribisha ili uweze kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu. Glory to God. Amen. Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zimeumbwa na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Amen. Sasa nchi hizi zina mwenyewe. Hapa tunapokaa na huko wanakokaa wengine, kote ni mali ya Bwana. Haleluya. Amen. Mpaka mbinguni ni mali ya Bwana. Wewe mwenyewe hapo na vitu vyote ni mali ya Bwana. Haleluya. Amen. Sasa kila mwaka kunatokea siku ya kusherehekea Pasaka. Haleluya. Amen. Kila mwaka. Na kila mwaka tunafundishana. Kwa nini tunafundishana? Tunakumbushana ili tuwe tunaelewa hiki tunachofanya ni nini. Haleluya. Amen. Usije tu hapa unafuata mkumbo kwa sababu watu wamekwenda na wewe umekuja. Utapata hasara. Maana neno la Mungu linasema kwa imani unahesabiwa haki, na kwa kukiri hicho ulichoamini unapata wokovu, unapata maisha. Unapokisema kitu unachoelewa tu kitakusababishia maisha, kwa sababu neno la Mungu linasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Lakini kuna mahala Mungu anasema kila neno utakalo lisema utatoa hesabu yake. Haleluya. Na ndio maana hebu unaposema hakikisha unasema maneno ambayo hesabu yake utakapotoa inaleta faida. Maana kuna hesabu za kutoa na kuna hesabu za kujumlisha na kuna hesabu za kuzidisha na kuna hesabu za kugawa. Haleluya. Sema neno litakalo yazidisha maisha yako. Sema neno litakayo yaongeza maisha yako. Usiseme neno litakalo yaondoa maisha yako au kuyagawa maisha yako. Haleluya. Sasa hapa mimi kazi yangu kukufundisha wewe neno litakalo yaongeza na kuyazidisha maisha yako tu katika jina la Yesu. Kwa sababu injili ni habari njema. Habari njema zinazokuunganisha wewe na kule yaliko maisha yako au yalikotoka maisha yako. Sasa siku hii ya Pasaka utakapoelewa vizuri ninapofundisha, kuna namna utajipanga tena vinginevyo. Haleluya. Pasaka ni siku ya kurenew. Haleluya. Kurenew Kiswahili chake kuimarisha agano kati ya mtu binafsi na muumba wake. Haleluya. Ni kuimarisha agano kati ya mtu na muumba wake. Sasa kuna watu ambao wanakaa kwenye nyumba za kupanga na wameandikiana mkataba na mwenye nyumba. Haleluya. Ule mkataba unapokwisha huwa inabidi mwenye nyumba aandike mkataba mwingine ili kurenew ule mkataba ambao umekwisha. Haleluya. Sasa mwenye nyumba kwetu sisi, mwenye dunia hii ni nani? Ni Mungu. Sisi wapangaji kwenye nyumba ya nani? Ya Mungu. Hasa siku ya Pasaka ndio siku ya kurenew makubaliano, mkataba, agano. Kwa sababu agano niliwahi kufundisha nikipitia maneno mengine. Nikasema kuna neno linaitwa makubaliano. Makubaliano ni baina ya pande mbili bila kuandikiana. Haleluya. Alafu nikafundisha kuna mkataba, pande mbili zinakubaliana lakini kwa maandishi. Halafu nikaja kufundisha agano sasa
ni kitu kizito, maana yake inatumika damu, na damu ni uhai. Na kuna agano baina ya watu watupu. Watu wanatumia damu zao kufanya agano, wanakula amini. Kila mmoja anatoa damu, anahakikisha ile damu ameila mwenzake. Na nikafundisha hapa, nilimuita Ima na mtu mwingine, nikasema agano la watu wanapokula amini, kila mmoja anatoboa damu yake, anahakikisha mwenzie amelamba ile damu. Sasa pale mnafanya agano watu wawili, na hilo agano linasimamiwa na nani? Na Mungu. Damu ina uhai wa mtu, kwa hiyo ukila damu ya mtu umemla yule mtu. Haleluya. Hasa ndio tukaenda mbele. Agano sasa hili Biblia imeandika kuna agano jipya na agano la kale, na maagano yote yanapitia kwenye damu. Agano la kale linapitia kwenye damu za wanyama, agano jipya linapitia kwenye damu ya mtu. Lakini mtu huyo alikuwa na kofia mbili, yeye mwenyewe ni mtu na yeye mwenyewe ni Mungu. Haleluya. Uzuri kwenye agano jipya ni agano la damu moja, agano la damu ya Yesu. Kwa nini damu ya Yesu imetumika? Wewe mtu, damu yako unapofanya mkataba na Mungu ikakataliwa, unadhani ni kwa nini? Palikuwa panatafutwa mtu ambaye hana dhambi, mtu ambaye hana hila, mtu ambaye hana mtu ambaye hana matatizo. Ikaonekana dunia nzima hakupatikana hata mtu mmoja. Sasa Mungu yeye mwenyewe akaona ni afadhali atudhamini, afadhali atusaidie. Mungu akaleta mtoto wake kutoka mbinguni ambaye ni Mungu kabisa, akaja kuzaliwa na mtu hapa duniani, akawa mtu kabisa. Kwa hiyo yeye mwenyewe Yesu alikuwa ana kofia mbili, damu yake inafanya kazi mbili. Damu ya mtu na damu ya Mungu inatoka kwa mtu mmoja. Haleluya. Ni agano ambalo Yesu anatudhamini sisi kama wanadamu, halafu anasimama tena badala ya Mungu kufanya agano na ulimwengu, ili ulimwengu uliokuwa umeachwa na Mungu upatanishwe upya, ili Mungu aanze kuwahudumia watu. Kwa sababu huko nyuma mataifa yalikuwa yamegawanywa na Mungu sehemu mbili. Walikuwepo watu wa Mungu ambao ni Wayahudi, Waisraeli au Waebrania. Halafu walikuwepo watu waliobaki, watu wengine, watu wa mataifa, ambao wao walikuwa watu wasio wa Mungu. Na usipokuwa na Mungu tu, kuna kiumbe huwa kinachomekea, kinaitwa shetani. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa hawana Mungu walikuwa watu wa nani? Wa shetani. Ingawa hakuwaumba shetani, lakini walikuwa watu wa shetani. Sasa hata sasa elewa hivi, mtu yoyote ambaye hana neema ya Mungu, anakubali hakubali, anajua hajui, ni mali ya shetani. Bila neema ya Mungu, shetani lazima atakumiliki, atakutawala, atasema wewe ni wa kwake. Haleluya. Hasa natamani nikiona nimefika mahala pazito kama hapo, huwa napenda kukuthibitishia kwa maandishi. Haleluya. Nikifika sehemu muhimu, natamani nikuthibitishie kwa maandiko. Hebu wewe mwenye Biblia fungua waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 19 ili uweze kuelewa. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 19, ninasoma katika jina la Yesu ili ujue usipokuwa na neema ya Mungu unakuwa mali ya nani? Ya shetani. Nasoma katika jina la Yesu. Narudia tena, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 19. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule muovu. Unafikiri anasema nini hapa? Twajua ya kwamba
sisi tu wa nani? Wa Mungu. Lakini dunia yote inakaa katika yule mwovu, ama inajua ama haijui. Na kuna mtu yuko mikononi mwa shetani, hana habari, na ukimwambia atagoma. Haleluya. Wako watu kabisa ukiwaambia nyinyi ni mali ya shetani, watakasirika mpaka mapovu yatawatoka mdomoni, na hiyo ndio dalili ya kuwa ni mali ya shetani. Haleluya. Sasa Mungu alipoona kundi kubwa linamilikiwa na shetani, watu wachache tu wanaoitwa watoto wake ambao ni Waisraeli, Mungu mwenye upendo akasikia huruma, akaamua kufanya kitendo cha kujipatanisha yeye mwenyewe na nini? Na ulimwengu, ili watu wote wawe mali yake, ili pasiwepo magrupu mawili ya watu, uliwepo kundi moja tu. Mungu akiwatazama watu, asiwe amegawanya kwamba kuna watu wake na watu ambao sio wake. Ndio siku ya Pasaka ilifanya hicho kitu. Haleluya. Yesu alikuja kuupatanisha ulimwengu ili hata sisi watu wa mataifa tuwe watu wa Mungu, kama Wayahudi, kama Waisraeli, kama Waebrania. Haleluya. Sasa natamani tutazame kwenye Efeso 2. Kwenye Efeso 2 mstari wa 11 mpaka ule wa 17 tutasoma, au tunaweza kwenda mpaka 22. Haleluya. Efeso mlango wa 2 kuanzia mstari wa 11 mpaka ule wa 22 tutasoma, ili tuelewe kwamba Mungu kupitia andiko hili anatoa kibali, anafanya upatanisho, anavunja makundi yaliyokuwa hayaelewani yaelewane, uadui uliokuwepo baina ya makundi hayo uondoke, na awapatanishe wote na Mungu. Nasoma katika jina la Yesu. Nasoma Efeso mlango wa 2 mstari wa 11 mpaka wa 22. Nitakuwa nasoma kidogo kidogo na fafanua. Imeandikwa hivi katika mstari wa 11: kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotailiwa na wale wanaoitwa waliotailiwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Zamani kabla ya Pasaka hii kulikuwa duniani hakuna Mungu. Adamu alipofukuzwa kwenye bustani ya Edeni akaondolewa, basi watu walizaliwa nje ya bustani ya Edeni na Mungu alikuwa amewaacha. Sasa Yesu Kristo anakuja kutumika kuupatanisha tena ulimwengu wote na Mungu, kuwapatanisha watu wote na nani? Na Mungu. Lakini unaamua wewe kama unapenda. Kwa hiyo kazi yetu sisi kukuelimisha ili uelewe, utoe maamuzi sahihi. Haleluya. Dunia yote ilikuwa haina nini? Haina Mungu. Kwa hiyo kujiunga kwenye dini fulani ukajificha pale, usifikiri ndio kupata Mungu. Hakuna dini itakayokugawia Mungu. Kitakachokufanya wewe uwe wa Mungu ni kuijua kweli, na kweli ndio hii ninayofundisha hapa. Haleluya. Twende mstari wa 13. Nasoma katika jina la Yesu. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Haleluya. Damu ya Yesu inaleta upatanisho baina ya mtu binafsi na Mungu binafsi. Haleluya. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Palikuwepo matengano. Ukiwa Myahudi au Mwisraeli au Mwebrania, unakuwa mtoto wa nani? Wa Mungu automatic. Kabila zingine, maeneo mengine yote, Mungu alikuwa anasema ni watu wa mataifa mengine,
na walikuwa hawana Mungu. Kwa hiyo walikuwa mikononi mwa nani? Na Shetani. Lakini Pasaka ndio inawapatanisha hawa watu na wao watu wa mataifa waitwa wana wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Naendelea mstari wa 15. Naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Haleluya. Kwa hiyo pakatokea amani baina ya Waisraeli na sisi watu wa mataifa. Kiambaza au ukuta uliokuwa unatenganisha kwamba hawa watu wa Mungu na hawa si wa Mungu ukaondolewa, na ule uadui ukaondolewa. Haleluya. Hasa naendelea, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye, huyu Yesu Kristo, sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Haleluya. Kupitia Yesu Kristo dhambi za mtu zinaondolewa, uadui baina ya mtu na Mungu unaondolewa, mtu anaanza kumwita Mungu Baba. Kabla ya hapo, bila kumpokea Yesu, bila kupatanishwa kwa damu ya Yesu, huwezi kumwita Mungu Baba. Mungu unamwita Mungu. Kama ambavyo miti, ng'ombe, sungura, milima inamwita Mungu Mungu. Hairuhusi kumwita Mungu Baba. Uliwahi kusikia mlima unamwambia Mungu Baba? Unakuwa kiumbe usichoruhusiwa kumwita Mungu Baba. Unakuwa kiumbe kingine. Kwa hiyo hapa duniani kuna watu wa namna hizi mbili. Kuna watoto wa Mungu na kuna viumbe. Haleluya. Kabla hujaokolewa, hujapata neema ya Mungu, hujapatanishwa na Mungu, wewe kama mtu binafsi unakuwa kiumbe kama viumbe vingine. Wale tu ambao wameshapatanishwa na Mungu kwa damu ya Yesu na wanaelewa hicho kitu, sio kwamba wanabahatisha, wanakuwa watoto wa Mungu. Haleluya. Na ndio wanapata kibali cha kumkaribia Mungu kwa sababu Mungu ni baba yao. Haleluya. Kwa hiyo mimi nadhani wewe hapa Mungu ni baba yako. Haleluya. Hasa nikiendelea mstari wa 19, kama Mungu anakuwa baba yako inakuwaje sasa? Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Haleluya. Hivi watoto wa nyumbani mwake baba fulani sio watoto wake? Kwa hiyo wewe ni mtu wa nyumbani mwake Mungu kama umemwamini Yesu Kristo, kwa kumaanisha na kuelewa hicho unachofanya. Mungu anakuwa baba yako na unaingia nyumbani mwake Mungu, unakuwa sio mgeni, unakuwa mwenyeji wa mbinguni katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa unapokuwa mtu wa nyumbani mwake Mungu, neno la Mungu linasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Unakuwa katika nyumba ya Mungu na msingi ni mitume na manabii. Maana yake msingi unakuwa ni neno la Mungu. Taarifa pekee za halali unazotakiwa kuzisikiliza na kuzifanyia kazi ni zile alizosema Mungu tu. Haleluya. Huruhusi kusikiliza wanadamu wanasema nini, watakupoteza. Huruhusiwi kumsikiliza daktari anasema nini, mtaalamu anasema nini, profesa anasema nini. Ni mtu kama wewe, anaweza akakueleza kitu kikakuharibia maisha. Haleluya. Daktari anaweza kukushauri kwamba kansa hii itapanda kidogo kidogo, ila kwa sababu iko kwenye mguu tukate mguu, na utasema ndio dokta, na mguu nakatwa. Lakini kwenye neema ya Mungu, kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Mwenyewe aliuchukua udhaifu wetu na kuchukua magonjwa yetu. Mimi ni Bwana Mungu wako nikuponyaye. Kulituma neno lake kuwaponya na kuwaondoa kwenye maangamizo yao. Kwa jina la Yesu
Cancer toka, mguu pona. We mtu, on your marks, get ready, go. Haleluya. Amen. Sasa utachagua kumsikiliza mtu? Msikilize Mungu. Msingi ni mitume na manabii. Haleluya. Amen. Naendelea, katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Unakuwa maskani ya Mungu katika Roho. Roho ya Mungu inakuingia ili kuisaidia roho yako ambayo dhaifu kuyaendesha maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo kule yalikotoka maisha, Mungu huwa anakuletea roho yake ikusaidie. Kwenye dunia hii peke yako hutaweza. Ndio maana anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, akae ndani yangu nami ndani yake, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Sasa ndio maana unapokubali kujipatanisha na Mungu kupitia jina la Yesu na damu ya Yesu na kuwa mtoto wa Mungu, Mungu anakuwa mfadhili wako, Mungu anakuwa mdhamini wako, Mungu anakuwa daktari wako, Mungu anakuwa mtetezi wako, Mungu anakuwa mlezi wako, na Mungu anakuwa baba yako. Haleluya. Sasa nimeona nianze hivyo. Sasa kuna watu ambao ndio wameokoka karibuni. Naogopa nisiposema hiki kitu hawachajua kwamba sasa Pasaka ilitoka wapi. Pasaka hii kwenye kuiadhimisha, tunaadhimisha siku moja na Waisraeli, lakini wao wana maana ingine na sisi tuna maana ingine. Haleluya. Maana ya kwanza ya Pasaka, kwa faida yako wewe kama historia, Pasaka ilianzia Misri. Hebu mwambie mwenzio, Pasaka ilianzia kule Misri kwa Farao. Haleluya. Ilianzaanzaje? Kumbuka Waisraeli waliwahi kuwa utumwani Misri kwa muda wa miaka 430. Haleluya. Hiyo miaka 430 walikuwa watumwa. Sasa ulipofika wakati ambao Mungu yeye mwenyewe amepanga, alimtuma Musa aende kwa Farao akamwambie kwamba waachilie watu hawa, muda wa kuwa watumwa umevani umekwisha. Farao akawa anakataa, akaambiwa tena akakataa. Mungu akamfanyia ishara mbalimbali za kumtishia Farao aogope, awaachilie Waisraeli. Mpaka ishara 9 Farao hakuwaachilia. Lakini neno la Mungu linasema Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa ngumu. Haleluya. Sasa Mungu baada ya kuona huyu mtu anajifanya na roho ngumu, akaamua kumfanyia ishara ya mwisho ambayo akamwambia, wewe Farao, usipomwachilia mwanangu mimi, kwa sababu Waisraeli ni watoto wa nani? Wa Mungu, na mimi nitamuua mwanao. Haleluya. Sasa hapa natamani nikupe msaada wa andiko. Tukitazama pale kwenye Kutoka 4:22. Kutoka 4:22. Natamani uelewe Mungu aliposema hichi kitu kwa Farao. Haleluya. Nasoma Kutoka 4 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema hivi: nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Naendelea 23. Nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia, nawe umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamuua mwanao, mzaliwa wa kwanza wako. Haleluya. Mungu anasema Israeli ni mwanangu mimi, ni mzaliwa wangu wa kwanza. We Farao, nimekwambia muachilie akanitumikie, utaki, na mimi nitamuua mwanao. Haleluya.
Sasa utaratibu wa Mungu wa kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Wamisri wote pamoja na Farao pamoja na wazaliwa wa wanyama ndio uliozua hiki kitu kinaitwa Pasaka. Haleluya. Pasaka inatokana na neno la Kiingereza. Niliwahi kufundisha huko nyuma. Hili neno linaitwa Passover. Haleluya. Linaitwa nini? Passover. Passover Kiswahili yake maana yake vuka, maana yake pitiliza, maana yake acha, maana yake pita. Sasa Mungu kuna usiku ambao aliamua kuwaondoa kwa nguvu wana wa Israeli mikononi mwa Farao kwa kuamua kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Wamisri wote pamoja na wanyama wao. Sasa akamwambia Musa, waambie watu wako kila nyumba kama ina watu wengi ichukue mwanakondoo wa mwaka mmoja kila nyumba. Lakini kama ina watu wachache, nyumba mbili zishirikiane mwanakondoo mmoja. Na kama itaonekana mwanakondoo hayupo, basi wachukue hata mwanambuzi wa mwaka mmoja. Haleluya. Kwa hiyo kila nyumba wakatafuta mwanakondoo wa mwaka mmoja wa kiume, sio wa kike. Haleluya. Wakaambiwa siku ya 10 ya mwezi huu, maana ninapowatoa ninyi wa Israeli katika hii nchi, mmekuwa watumwa miaka mingi 430. Naona hata maisha yenu yamekufa. Sasa mimi Mungu naamua hivi ninavyowaondoa hapa ndio mnakwenda kuanza maisha upya. Kwa hiyo itakuwa ni mwaka wa kwanza na mwezi wa kwanza kwenu. Miaka ya nyuma yote futeni. Haleluya. Kwa hiyo hii ina maana gani? Ina maana hata kalenda ya Waisraeli ilibadilishwa. Kwa sababu walikuwa watumwa, hata tarehe wamesahau. Hata hawajui leo tarehe ngapi. Kwa hiyo Mungu akawaambia kuanzia hivi mnavyoondoka ndio itakuwa mwezi wa kwanza kwenu, mwaka wa kwanza kwenu. Kwa hiyo kalenda ya Waisraeli ilianza wakati wa Pasaka. Haleluya. Lakini ninafafanua neno Pasaka hili ni nini. Sasa huyo kondoo wa mwaka mmoja waliambiwa siku ya 10 kila nyumba ihakikishe imeisha andaa huyo kondoo wa kiume wa mwaka mmoja. Na siku ya 14 huyo kondoo achinjwe. Halafu damu yake ikingwe baadhi yake na nyama yake ndio italiwa. Sasa ile damu ya kondoo wa kiume wa mwaka mmoja inapakwa kwenye miimo ya milango. Miimo ya milango ni miwili, ni hapa na hapa. Inapakwa damu na pale juu. Kwa nini damu hiyo ilikuwa inapakwa? Ili Mungu atakapomtuma malaika kwenda kuingia nyumba zote kuua wazaliwa wa kwanza, atakapokuta hiyo damu, alikuwa anapita, alikuwa ana pass over, anapitiliza, anaacha. Ndipo hili neno Pasaka lilipoanza. Kwa Kiingereza wanasema nini? Pass over. Pita nyumba zilizopakwa damu ya kondoo ili usimuue mtu yoyote umo ndani. Ukikuta nyumba haijapakwa, ina maana hiyo ni Misri huyo. Tafuta wazaliwa wa kwanza wote ua. Haleluya. Na Waisraeli wakafanya hivyo hivyo kama Musa alivyosema. Na ilikuwa siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, ambapo Waisraeli wanasema ni mwezi wa Abibu. Mwezi wa kwanza kwa Waisraeli unaitwa mwezi wa Abibu. Kwa hiyo kwa Waisraeli mwezi huu wa 4 ndio mwezi wa kwanza. Haleluya. Kwa hiyo hii imekuja kutengeneza kalenda ngapi? 3. Kuna kalenda ya Kiislamu ambayo yenyewe ina upungufu wa miaka 570. Kwa Waislamu sasa hivi huu ni mwaka 1400. Haleluya. Ni mwaka 1400 kwa Waislamu. Kwa Waisraeli
wao wana miaka mingi kweli, sio mwaka 2000. Wao wana miaka zaidi, wameanzia siku ile walipotoka Misri, ndio kalenda yao imeanza pale. Wana miaka mingi kweli kweli, wako mbele. Sisi tumeanza kuhesabu miaka tangu Yesu Kristo alipozaliwa. Ndio maana kuna miaka inaitwa kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo, imefutwa kwetu. Hii ni miaka baada ya kuzaliwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni mwaka 2014 baada ya kuzaliwa Yesu Kristo. Kule nyuma tumefuta. Ndio maana utakuta anasema kuna BC, before Christ, na AD, maana yake ni Anno Domini, baada ya kuzaliwa Yesu Kristo, ni miaka 2014. Kwa hiyo kwenye kalenda yetu sisi, kalenda ya ulimwengu mzima inaitwa kalenda ya Gregory, ina miaka 2014. Huwezi kuta zaidi. Ukienda kutazama kalenda ya Waisraeli utaogopa. Maana yake imeanzia tangu walipotoka Misri wakati wa Musa. Halafu na kalenda ya ndugu zetu wapendwa Waislamu, ni rafiki zetu, ndugu zetu tunawapenda, yenyewe ina upungufu wa miaka 570. Wao wameanza kuhesabu miaka alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka 570 AD. Kwa hiyo kwenye miaka hii 2014 toa 570 kwenye kalenda ya Kiislamu utaikuta imetulia pale. Wako wenzetu mwaka 1400 na kitu. Haleluya. Tunaelewana, lakini tuko pamoja. Kuna kalenda ngapi? 3. Kalenda ya Wakristo, kalenda ya Waislamu, kalenda ya Wayahudi au Waisraeli au Waebrania. Wana kalenda lao, lina miaka mingi kweli kweli, kwa sababu wao ni watoto wa Mungu, waonekana ni watu wa zamani, waanzilishi wa mambo. Haleluya. Sasa umeelewa hili jina la Pasaka lilivyotoka au lilivyoanza? Lilianza siku Waisraeli wanatoka kule Misri, kwa sababu ni watoto wa Mungu na Mungu ameamua kuwatoa kwa nguvu. Haleluya. Sasa kwa nini Pasaka imekuja mpaka kwetu? Waisraeli wenyewe waliambiwa washerekee sikukuu hii milele, na waambie vizazi na vizazi na vizazi, wasije wakaacha. Ni sikukuu pekee ambayo Mungu amelazimisha Waisraeli waifanye milele, na sikukuu hii hata sisi watu wa mataifa tumelazimishwa kuifanya milele. Tutazame neno la Mungu. Haleluya. Tukienda kwenye Kutoka 12 mstari wa 14, nasoma katika jina la Yesu. Tumesema kwa nini sherehe hii inaadhimishwa sasa na ni mambo ya zamani. Sikiliza neno. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Hii sikukuu ni amri ya milele kwa Waisraeli. Haleluya. Na mstari wa 42 unasema kitu kama hicho hicho. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana, kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana, ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Haleluya. Ni usiku unapaswa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao vyote. Kwa hiyo Waisraeli ni amri kuadhimisha sikukuu ya Pasaka. Wao wanaita sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Haleluya. Wanaita sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Sasa Yesu alikuwa Mwisraeli, Yesu alikuwa Myahudi. Kwa hiyo wakati alipokuwa Yesu anaadhimisha na yeye Pasaka, kwa sababu ni Mwisraeli, kwa sababu ni Myahudi, ndicho kipindi alichokamatwa akasulubiwa, na sisi tukapata agano jipya. Kwa hiyo wakati wa Pasaka lilianza agano jipya ambalo linatufanya na sisi watu wa mataifa tuliokuwa tumjui Mungu tupate kibali cha kuitwa watoto wa nani? Wa Mungu. Haleluya.
Hata natamani nikutie moyo uelewe, Waisraeli wanaita sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Lazima tutazame hapo, kwa sababu nyinyi watu waungwana sana, watu wa Beroya, mnapenda maandiko, mnalipenda neno, nyinyi ni jeshi kubwa. Haleluya. Sasa nyinyi watu waungwana sana, Luka 22 tuwaonyeshe kwamba ndio sikukuu hii Waisraeli wana jina wanaiita. Luka mstari wa 1 na kuendelea hapo kidogo, ninasoma katika jina la Yesu. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Haleluya. Narudia, ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka. Mstari mmoja tu, Luka 22 mstari wa 1. Ilipokuwa inakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu inayoitwa ya Pasaka. Sasa Pasaka kwa Kiingereza nimesema ni Passover. Na kwa nini Waswahili wakaita Pasaka? Confuse, walishindwa kusema hilo neno, kwa sababu hilo neno lilifika zamani. Wazee hata Kiswahili walikuwa wajui. Walipoambiwa sema Passover, hata kama mara 30 bado anasema Pasaka, Pasaka. Mpaka wakawacha hivyo. Haleluya. Hii kitu niliwahi kusema hata siku fulani. Hata hapo Kiboroloni hapo. Sio Kiboroloni. Wazungu walikuja wakauona mlima Kilimanjaro. Wakaona kilele cha Kibo tu, mawenzi haionekani. Wale wazungu wakasema this is Kibo alone. Sasa Waodimoshi waliposikia kwamba this is Kibo alone, wakaambiwa semeni Kibo alone. Wanasema Kiboriloni. No, sema Kibo alone. Wanasema Kiboriloni. Basi mpaka leo hapo Kiboriloni ndio panaitwa hivyo, lakini kiukweli panaitwa Kibo alone. Haleluya. Na kuna mahala hapa Kilimanjaro hapa, popote pale ukikuta treni, reli na barabara vinapishana, panaitwa Chekeleni. Nasema kweli, nasema uongo? Pale mbele ya kifaru pale, kabla ya kileo, panaitwa Chekeleni. Alafu tena huku kwingine kuna Chekeleni. Sio Chekeleni, ni cheki treni. Sasa ugonjwa huu wa kuchanganya mambo, tumechanganya mambo mengi. Hata mahala ambapo unakuta wameandika hivi railway crossing, cheki treni, Waswahili wanasema Chekeleni. Na ndio maana baada ya kusema Passover inaitwa Pasaka. Huyo mzee alichanganya mambo, na mpaka leo, mpaka vitabu, mpaka nini, mpaka sisi tumekubali kwamba inaitwa nini? Pasaka. Na iendelee kuwa hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Sasa tumesema hivi, hii sikukuu ilikuwa inaadhimishwa kwa amri ya Mungu na Waisraeli. Na Yesu aliye Mwisraeli, wakati wa kuadhimisha sikukuu za mikate ya kutiwa chachu zinazoitwa Pasaka, ndio kipindi alikamatwa, ndio kipindi hiki. Haleluya. Kwa hiyo sasa kule, kwa sababu walitumia mwana kondoo kufanya ukombozi wa Waisraeli, hasa na tumeunganishwa, tumekuwa kitu kimoja, na wote tunamwabudu Mungu mmoja. Na sisi tukaambiwa basi na nyinyi imewapasa muwe na mwana kondoo wenu. Ndio maana Yesu anaitwa mwana kondoo, akilinganishwa na yule mwana kondoo wa wapi? Wa Misri. Tunaenda pamoja? Sasa huyu Yesu anaitwa mwana kondoo. Kwa nini? Kwa sababu mwana kondoo kule Misri aliliokoa taifa la Mungu, na Yesu anatumika kama mwana kondoo kuwaokoa watu wa mataifa ambao ndio sisi. Haleluya. Hata natamani pia utazame kwenye Yohana 1:29. Yohana 1:29. Ninasoma katika jina la Yesu. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Akasema,
tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Mwana kondoo wa Mungu kupitia damu yake amefanya upatanisho wa aina tatu. Haleluya. Kwanza, amempatanisha mtu wa mataifa na nani? Na Mungu. Pili, ameipatanisha mbingu na dunia, vinafanya kazi kwa pamoja. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Mwana kondoo huyu wa Mungu amewapatanisha na sisi watu wa mataifa. Tumekuwa kitu kimoja, tunamwabudu Mungu mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, neno moja, mbingu moja, Baba mmoja na Bwana mmoja. Haleluya. Sasa tumemaliza hiyo historia, nafikiri umeelewa. Sasa tunafanya nini hapa sasa? Hapa ndipo siku agano jipya lilipoanza. Ina maana kuna agano la kale. Agano la kale ndio Biblia ya Waisraeli, wanaishia hapo. Haleluya. Mwambie mwenzio, agano la kale ni kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Kwenye Biblia ya Wayahudi wanaishia hapo, hawana agano jipya. Haleluya. Agano jipya sasa, wewe kule unachukua tu historia. Agano jipya ndio wajibu wako wewe, ndio mkataba wako wewe, mtu wa mataifa na muumba wako, na ni neema. Umedhaminiwa kwa sababu ulikuwa utoshi kufanya huo mkataba. Manake Yesu aliona akitafuta watu wakubali kufanya mkataba na Mungu, wasingeelewa cha kufanya. Kwa hiyo yeye mwenyewe akachukua nafasi zote mbili. Yesu ni Mungu mtu, yeye mwenyewe ni Mungu, yeye mwenyewe ni mtu, na inatumika damu yake peke yake kwa sababu ni damu isiyo na dhambi, isiyo na ila, isiyo na wa. Kwa hiyo unatengenezwa mkataba mpya, unaitwa mkataba wa neema ya Mungu kuufikia ulimwengu wote, huruma ya Mungu kuufikia ulimwengu wote, msaada wa Mungu kumfikia mwanadamu, huduma ya Mungu kuwafikia watu wa mataifa. Ndio agano jipya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu aliyekuwa anauchukia ulimwengu anawapenda Waisraeli tu. Mungu kabla ya agano jipya alikuwa tayari kuteketeza ulimwengu wote kwa kumtetea Mwisraeli mmoja. Sio kama unaelewa hiyo. Sasa ni agano ambapo wewe na mimi tunaingizwa na kupata kibali cha kumwabudu nani? Mungu. Tutazame kwenye Wakorinto wa pili 5. Wakorinto wa pili 5 mstari wa 18 mpaka wa 19, halafu tutakwenda ule mstari wa 21. Haleluya. Wakorinto wa pili 5, naanza kusoma mstari wa 18 na wa 19, halafu nitakwenda ule wa 21. Nasoma sasa katika jina la Yesu. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Haleluya. Mungu alikuwa anatuhesabia makosa, anatuhesabia dhambi. Akaona mshahara wa dhambi ni mauti, atatumaliza. Na yeye anaitwa upendo. Basi akaamua kuhurumia ulimwengu, akaamua kuwahurumia watu wa mataifa. Akamleta mtoto wake mwenye vyeo viwili, yeye mwenyewe Mungu, yeye mwenyewe mtu, yeye mwenyewe afanye mkataba kwa niaba ya wanadamu na afanye mkataba kwa niaba ya Mungu kwa kuimwaga damu yake, ili itupatanishe sisi na Mungu, tusihesabiwe nini? Dhambi, kama tutakubali kuamini hicho kitu na kutubu dhambi zetu. Ukikataa, dhambi zako zinabaki. Haleluya.
Ni sawasawa maduka yamejaa sabuni, lakini wachafu wapo. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako, mwambie ndugu yangu, mimi nashangaa sana, madukani kumejaa sabuni lakini wachafu wapo. Haleluya. Damu ya Yesu ipo, lakini watu waliogoma kuokoka, wako waliogoma kutakaswa, kupatanishwa kama mtu binafsi na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kama hujawahi kupata mahala pa kupatanishwa kwa kuelewa unachokifanya, kwamba naondoa uadui wangu binafsi na nani? Na Mungu, maana yake sabuni ipo, umekataa kutakaswa. Damu ya Yesu inakutakasa, inakuondolea uadui, inakupatanisha wewe na Mungu. Anakuwa rafiki yako, anakuwa baba yako, anakuwa mfadhili wako, anakuwa mtetezi wako, anakuwa daktari wako, anakuwa mshauri wako, anakuwa vyote katika yote, na anakufanya wewe uyaweze mambo yote. Atakuwa anakutia nguvu yeye. Haleluya. Sabuni zimejaa lakini wachafu wapo. Damu ya Yesu imejaa tele, lakini waliogoma kuokoka wamejaa tele. Wewe unafikiri kwa nini? Hasa mstari wa 21 nasoma katika jina la Yesu. Nimesema Wakorinto wa pili mlango wa 5, nimesoma 18 na 19 na kwenda 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Haleluya. Narudia tena, hapa ni pazito sana. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Haleluya. Hakujua dhambi, hakuwahi kufanya dhambi, alikuwa mtakatifu tangu mbinguni mpaka hapa duniani, na alikufa akiwa na utakatifu wake. Haleluya. Ila kwa sababu alikuwa anatudhamini sisi wanadamu, kwa nini aliangikwa pale msalabani? Maana ni wakati wa Pasaka ndipo alipoangikwa pale msalabani. Alivalishwa dhambi za wanadamu wote. Haleluya. Alivalishwa dhambi ili akudhamini wewe, anidhamini na mimi, ili utakapoelewa habari hizi ukubali kujipatanisha wewe na nani? Na Mungu. Haleluya. Sasa huyu mtu alikuwa mtakatifu, tena alikuwa Mungu, na yeye mwenyewe, maandiko ya zamani yalisema kwamba atakufa siku ya tatu atafufuka. Na yeye mwenyewe alikuwa anasema kabisa kila mara, mwana wa Adamu atakufa, siku ya tatu atafufuka. Kuna maana alikuwa anasema mwana wa mtu atakufa, atafufuka. Kuna maana anasema mwana wa Mungu atakufa, atafufuka. Sasa kuna maana lazima nikuweke sawa. Kwa nini alikuwa anaogopa akalia mpaka machozi ya damu yakatoka? Kwa nini alikuwa anaogopa? Hebu naomba kujua hili darasa. Ni nani anakubali kwamba Yesu alikuwa anaogopa? Nani? Hivi pale aliposema Baba, kama ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, alikuwa haogopi? Unadhani alikuwa anaogopa nini? Alikuwa anasema yani, kama Baba, hiki kitu kama ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, kwamba njia hii unaotaka kutumia Baba, hapana, hii ngumu. Mungu hakumjibu wala hakusema kitu, akamnyamazia. Lakini baadaye yeye mwenyewe akasema, lakini basi si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Sasa alikuwa anaogopa kuuawa au alikuwa anaogopa nini? Mbona alisema siku ya tatu atafufuka? Anaogopa kufa nini? Alikuwa haogopi maumivu,
wala alikuwa haogopi mateso. Yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi, ndio alichokuwa anaogopa. Mtu mtakatifu tangu mbinguni na ameishi maisha yake yote miaka 33 akiwa mtakatifu, kuvalishwa dhambi ni kutengwa na Mungu. Ndicho alichokuwa analia, anahangaika, anaogopa kutengana na Mungu hata kwa dakika ngapi? 2. Ndio maana alikuwa analia, anasema ikiwezekana, maana anajua Mungu Baba aliyekuwa anaongoza msafara wa Wayahudi wakitoka Kanaani kwenda wakitoka Misri kwenda Kanaani. Mungu ni muuaji kweli kweli. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anapoona dhambi anashindwa kujizuia, anafanya kitu kibaya na hapendi dhambi, na anamtenga mwanadamu, na akawakataa wanadamu wote, akachukua taifa moja la Waisraeli. Hasa kitendo kile cha Yesu kwamba nitavalishwa dhambi na ninamjua Baba yangu, mtu mwenye dhambi yana kuaje kwake? Ndio maana alikuwa analia, angaika, anasema ikiwezekana kikombe hiki Baba kiniepuke. Na ukivalishwa dhambi, unapotengwa na Mungu, mwanadamu huruhusiwi kumuita Mungu Baba. Kwa hiyo patatokea kipindi cha yeye haruhusiwi kumuita Mungu nani? Baba. Ndio maana alikuwa anaogopa kukaa hata sekunde 2 za kuacha kumuita Mungu Baba. Na ndio maana kwenye Biblia yote soma, tangu Yesu anaanza mpaka kabla ya kusulubiwa, alikuwa anasema Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu. Lakini pale msalabani alisema Eloi, Eloi lama sabakthani. Pale alipokuwa ameandikwa msalabani, amebebeshwa nini? Dhambi. Hakuruhusiwa kumuita Mungu Baba, alimuita Mungu Mungu kama sisi. Upo hapo? Alikuwa kiumbe, hana uungu tena. Mizambi namna hiyo ya dunia nzima, una uungu tena hapo? Ametengwa na Mungu. Kwa hiyo nafsi yake tu na mwili vilikuwa vimebaki. Kwa hiyo ndio maana akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu ya dhambi za watu wote. Ndio alichokuwa analia. Shetani anabadilisha Biblia hii kwa sababu hana ufunuo. Ndio hata hapa ndio maana nimesema hebu nijaribu darasa hili. Watu wanasema alikuwa anaogopa maumivu, alikuwa anaogopa mateso. Yeye mateso haogopi, maumivu haogopi, kwa sababu yeye amebeba maisha. Yeye alianzisha maisha, yeye aliumba viumbe vyote. Anaweza akajichoma sindano ya ganzi pasiume. Lakini alipotengwa na Mungu, kila alichokuwa anafanywa kilikuwa kinauma, ili aweze kujua namna tunavyoteseka sisi humu kwenye miili humu. Kwa hiyo alikuwa anajaribu aone hivi ukivaa mwili unakuaje, ili aweze kutuhurumia tunapokuwa kwenye mateso ya mwili. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo umeelewa alichokuwa analia, anaogopa ni nini? Alikuwa haogopi kuuawa mwili. Maana yake alisema mikononi mwako naiweka roho yangu, alipokuwa anakata roho. Haleluya. Sasa pale alikuwa anakuondolea dhambi wewe. Yeye asiyejua dhambi alivalishwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuhesabiwe haki. Kwa hiyo alikuwa anatudhamini sisi kwenye ulimwengu huu tusingeuweza kabisa. Haleluya. Sasa cha kwanza tumesema alikuwa anaondoa nini? Dhambi. Cha pili, ukiwa na dhambi una laana. Laana ni adhabu halali anayoipata muasi. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, na dhambi ni uasi. Kwa hiyo dhambi inapoondoka, laana na yenyewe inaondoka. Kwa hiyo kikubwa alichokuwa anaona cha kuondoa pale kikubwa ni nini? Ni dhambi. Cha pili anaondoa laana. Alafu laana imebeba vitu vingapi? Vitatu. Imebeba magonjwa. Magonjwa ni kwa sababu ya nini? Ya laana. Alafu laana imebeba umaskini. Laana imebeba kifo na mateso.
Haleluya. Lakini mtu Mungu huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa kuiondoa tu dhambi, kimetolewa kibali duniani cha mbingu zote na Mungu mwenyewe kuwashughulikia wanadamu ili kuwasaidia kuyaondoa mambo yote mabaya na kuwaletea mazuri yote. Ndio unaona kwenye Wafilipi 4:13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo Agano Jipya limeleta muungano baina ya mbingu na dunia, muungano baina ya mtu na Mungu. Haleluya. Ili roho ya Mungu na roho ya mtu viwe vinafanya kazi kwa pamoja. Ndio maana anasema yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Wakorintho wa kwanza 6:17. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Haleluya. Kwa hiyo tunaona ameondoa dhambi asituhesabie makosa. Halafu kwenye Galatia 3:13 na 14 inaondolewa laana. Haleluya. Inaondolewa nini? Laana. Lazima tutazame kwa sababu nyinyi watu waungwana, watu wa Beloya. Nasoma katika jina la Yesu. Imeandikwa hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Haleluya. Biblia ukijua inaleta raha kweli kweli. Ina maana unajua tu sasa cha kuchunga hapa, dhambi imeondolewa. Nisirudie tena kule. Laana itarudi. Dhambi ikiondoka, laana zinaondoka, na unapokea ahadi ya baba ya Ibrahimu ili uitwe umebarikiwa na Bwana. Halafu sasa baada ya laana kuondoka, ambayo imebeba vitu vitatu, imebeba magonjwa, umaskini na kifo pamoja na mateso mbalimbali. Laana ile inapoondoka, daktari wako anakuwa muumba wako. Ukiwa na magonjwa anakuponya nani? Mungu. Mathayo 8:17 imeandikwa hivi: mwenyewe aliuchukua udhaifu wetu na magonjwa yetu. Haleluya. Daktari wako anakuwa nani? Mungu. Zaburi 107:20 inasema hulituma neno lake huwaponya, huwaondoa katika maangamizo yao. Isaya 53:5 inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Hebu twende tutazame kwenye Kutoka 23:25. Kutoka 23:25. Kutoka 23:25 ndio hapa sasa. Pameandikwa hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Utakwenda kwa daktari bingwa. Taarifa pekee za halali kwako wewe ni zile zinazotoka kwa mitume na manabii. Haleluya. Ambazo ni neno la Mungu. Atakuondolea ugonjwa wote. Haleluya. Mahali pengine Kutoka hii 15:26. Kutoka 15:26. Nasoma katika jina la Yesu. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Haleluya. Daktari wako anakuwa nani? Anaweza hawezi? Haleluya. Sasa anaondoa laana, anakuja kuondoa magonjwa, anakuja kuondoa umasikini. Umasikini ni kosa, umasikini ni dhambi.
Haleluya. Ukielewa alichosema Mungu ukasimama nacho, utajiri ni haki yako. Ukiwa na Mungu, kutajirika ni rahisi zaidi kuliko kuwa maskini. Ukiwa peke yako, kuwa maskini ni rahisi kuliko kuwa tajiri. Hebu tuseme hichi kitu. Mtolee macho huyo unayesema naye, manake mimi nikisema huko ungeni ananipicha chini. Mwambie hivi, ndugu yangu, na kutolea macho na ni lazima unitazame. Ukiwa na Mungu kwenye agano hili jipya, kutajirika ni rahisi kuliko kuwa maskini. Na ukiwa peke yako bila Mungu, kuwa maskini ni rahisi kuliko kuwa tajiri. Haleluya. Hebu tazama Wakorintho wa pili 8 mstari wa 9. Yesu hakuja tu hapa kufungua dini. Amekuja kuleta maisha. Wakorintho wa pili 8 mstari wa 9, nasoma katika jina la Yesu. Haleluya. Imeandikwa hivi: maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Haleluya. Hiyo ni dini. Kuwa tajiri ni dini. Kuponywa magonjwa ni dini. Kuondolewa dhambi ni dini. Kuondolewa laana ni dini. Sasa maisha, Ukristo unafundisha maisha. Unaweza kuwa na PhD, hujui hichi kitu. Dunia hii itakutesa tu. Shetani haogopi degree, shetani haogopi elimu, shetani haogopi ukoo wako, shetani haogopi sura yako. Shetani anaogopa neno la Mungu. Anaamini na kutetemeka. Haleluya. Kwa hiyo tumeona hapo, dhambi inaondoka, laana inaondoka, magonjwa yanaondoka, umaskini unaondoka, unakuwa tajiri katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa kitu kingine, anakuja kuondoa kifo, premature death. Usifikiri watu wanakufa kihalali. Watu hawa wanauawa. Mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Watu wengi mnaosikia wamekufa, wamekufa kabla siku zao. Amewaua nani? Mwizi, ambaye ni nani? Ni shetani. Dunia yote inakaa katika yule mwovu. Sasa wewe hujui, umejiunga kwenye dini fulani kubwa au ndogo, unadhania uko salama. Mwivi yuko hapo. Dini kama haina Mungu ina shetani. Mahali popote Mungu kama hayupo, shetani yupo. Na nilisema hivi, mahali popote pasipo na uwepo wa Mungu ni pazamani. Mahali penye uwepo wa Mungu kama hapa ni papya. Ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Umetoka kwenye watu wa mataifa, umekuwa mtoto wa Mungu. Umetoka kwenye uraia wa duniani, umekuwa raia wa mbinguni. Umeacha kujihudumia wewe na kuhudumiwa na watu, unahudumiwa na nani? Na Mungu. Na haitashindikana hata kitu kimoja. Haleluya. Sasa kingine ameondoa nini? Kifo na hofu ya kifo. Kifo na hofu yake Yesu Kristo amekuja kuondoa. Kwa sababu yeye walimjaribu kumuua, siku ya tatu akalamba dume, akatoka. Haleluya. Amen. Mwanaume wa shoka, kifo kinamuogopa, hakimuwezi. Kule kuzimu alijitenga na roho yake ili roho iende kuhubiri. Kule kuzimu siku zile tatu alikuwa anahubiri nini? Injili. Anazihubiri zile roho, kwa sababu wale watu waliokufa zamani wangelalamika, wangesema sisi Yesu hatukumuona. Sio kama mnaelewa. Kwa hiyo katika mwili watu walimuona. Akaenda katika roho kule kuzimu. Baada ya roho yake kutoka na mwili kuuacha wapi? Kaburini. Alikwenda kumnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu, anazotumia kuua watu na kuwaweka peponi. Kuna watu ambao yeye shetani akiona wamekaa vizuri vizuri, alikuwa anawaweka wapi? Peponi. Akina Ibrahimu walikuwa peponi. Hasa Yesu alipokwenda akamnyang'anya shetani funguo za mauti, na yule ibilisi akaanguka kichwa chini miguu juu, akamnyang'anya zile funguo, akaenda kuvunja kitu kinaitwa pepo.
Wewe unasikia dini unasema utaenda mahali pema peponi. Hakuna hicho kitu. Yesu akafungua pale peponi walipokuwa wanakaa watu ambao hawana dhambi, akawahamisha, akawapeleka wapi? Mbinguni. Peponi bado ni kuzimu. Unasikia habari hiyo? Peponi bado ni kuzimu, wanapokaa watu ambao hawakutenda dhambi. Na shetani hana uwezo wa kutengeneza mtu mtakatifu, kwa sababu yeye mwenyewe alishinda. Kwa hiyo pepo hakuna tena, kwa sababu hakuna mtakatifu. Ila wale watakatifu wa Bwana, akina Ayubu, akina Ibrahimu, kwa sababu wakati ule zamani shetani alikuwa na funguo za mauti na kuzimu, kwa hiyo alikuwa anawaweka peponi. Hasa Yesu akaenda kuwafungulia, akawahamisha. Siku alipofufuka, makaburi yalifunuka Yerusalemu yote, watakatifu wakatoka kule peponi, wakaenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo pepo haipo, iko mbingu na kuzimu basi. Haleluya, haleluya. Sasa tazama kwenye Ibrania 2 mstari wa 14. Ibrania 2 mstari wa 14 na wa 15. Nasoma katika jina la Yesu. Tunasema anaondoa kifo. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Aliyekuwa na nguvu za mauti alikuwa nani? Ibilisi. Kwa kifo cha Yesu Kristo. Kumbe walifikiri wanamuua, kumbe wamempa kibali aingie katika roho, amkute shetani ambaye ni roho, amnyang'anye funguo za mauti na kuzimu, amuharibu. Alafu wafungue watu waliokuwa peponi, awapeleke wapi? Mbinguni. Haleluya. Mstari wa 15 unasema hivi: awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Haleluya. Maisha yao yote watu kwa kuogopa kufa wanakubali kuwa watumwa. Na mimi nakijua hiki kitu vizuri kweli kweli. Na wajua watu walioolewa na wachawi na waganga kwa kutishiwa. Wewe ulijifanya unakwenda kwa mganga kutengeneza ilizi. Mganga akasema mtakuwa msikia. Mimi usiku nioe mganga, ninaogopa sura yako hiyo. Akasema okay, kama utaki nikuoe na kuua. Mimi ni mganga, nitakuua. Unaolewa au unataka nikuue? Sasa hapo utaolewa au unataka kuua? Kwa hofu ya mauti watu wanakuwa watumwa. Nielewe hicho kitu. Sasa Yesu alikuja kuondoa hofu ya mauti, kwa sababu mtu ukiwa na neema ya Mungu huogopi kufa. Hofu ya kifo inaondoka. Uko radhi kuendelea kugoma kuolewa na mganga hata kama anakutaka, na hata kama amekutishia atakuua, na hufi kwa jina la Yesu. Haleluya. Na kama ataendelea kukutishia kwamba atakuua kwa sababu umegoma kuolewa naye, atatangulia kufa yeye. Haleluya. Na hii ina maana hii: watu wote waliokutishia we kifo wamejitangazia kifo wao wenyewe. Kila silaha itakayofanyika kinyume chako haitafanya kazi. Adui yako atakapokuja kwa njia moja, atapigwa na nani? Na Mungu, na kukimbia kwa njia 7. Hivi mtu anapofukuzwa na Mungu yuko salama huyo? Anayekutishia atatishwa na Mungu, anayekuonea ataonewa na Mungu, anayetaka kukuua atauawa na Mungu. Watu watakuwa salama kweli? Hamna. Kwa hiyo hii kitu ni kubwa sana. Pasaka ni kitu kikubwa kweli kweli. Uishi maisha ya kutetewa na nani? Na Mungu. Haleluya. Yesu kazi yake kuleta uzima. Haleluya. Kuleta nini? Uzima. Kwa hiyo huwezi kuwa mtumwa wa kuogopa kifo, hata kama huyo anayekutisha kweli anaua watu. Jamani, wachawi hawaui watu, waganga hawaui watu,
Shetani haui watu. Unaweza ukatishiwa na wazazi wako. Wazazi na wenyewe ni watu wabaya kweli, kwamba tumesema tunataka ukoo mzima tukutane kwenye mtambiko. Hatujali umeokoka au hujaokoka, kwenye mtambiko lazima. Sasa kama hujui hizi habari ninazokuambia, watasema na ukisipokuja tutatuma mizimu ije kuue, na kweli mizimu inaua. Sasa huelewi habari hizi, utakuwa mtumwa wa mizimu, utakuwa mtumwa wa wazazi wako, hata kama upendi, kwa hofu ya kifo. Lakini Yesu Kristo amekuja kukutoa kwenye utumwa wa wazazi, kukutoa kwenye utumwa wa dini, kukutoa kwenye utumwa wa dunia katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu tazama waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 5 mstari wa 11 na ule wa 12, nasoma katika jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 11 na wa 12 inasema hivi: na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Haleluya. Amen. Sasa kuingia kwenye dini ndio kumpata mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anapatikana kwenye dini. Yohana 1:12 nasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wawe kama Waisraeli. Ukigoma kumpokea mwana, huna uzima. Ukitishiwa na mchawi, hadanganyi, hicho anachokutishia kitakupata. Haleluya. Lakini ukiwa naye mwana ambaye mwanzilishi wa uzima, ameumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vya mbinguni na vya duniani, vya kifalme, viti vya enzi, ameumba hata hayo madawa wanayokutishia, atakuokoa kwenye mtego wa mwindaji. Haleluya. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, wala hutauawa kabla ya siku zako. Atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kwa hiyo unaitwa usiniguse. Haleluya. Ukinigusa utakoma. Wewe usiniguse kwa usalama wako wewe, sio kwa usalama wangu. Usiniguse we mchawi, usiniguse we mganga, usiniguse we jini mahaba, usiniguse we mzimu, usiniguse we shetani. Na asikuguse kwa usalama wake mwenyewe. Akitaka kukuua, Yuda Iskarioti aliplani akaenda kupokea vipande 30 vya pesa ili amuue nani? Yesu. Aliyetangulia kufa ni Yesu, aliyetangulia kufa ni Yuda Iskarioti. Formula iko pale pale. Maisha haya yana formula. Haleluya. Kwa hiyo haya mambo sio tunajifanyia tu, tunapata taarifa za mbinguni ili tuweze kuyaishi maisha ya mbinguni. Haleluya. Sasa unapokuwa umeelewa Pasaka ni nini, ndio yanakuja mambo kama haya kwenye Kutoka 19 mstari wa 5. Baada ya wewe kuelewa taarifa hizi kwa usahihi, na tumesema leo ni siku ya kuimarisha, kurenew agano. Tunarenew kitu kikubwa kweli kweli. Tunarenew mkataba wetu binafsi na nani? Na Mungu. Ili andiko hili la Kutoka 19:5 litimie. Nasoma: sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Haleluya. Utakapolishika hili agano, ukawa unarenew mwaka kwa mwaka, au hata kila siku kwa kila siku. Na ndio maana leo tutarenew agano. Tutakula mwili wa Kristo na damu ya Kristo, kurenew agano.
ili zile ahadi zote za kuondolewa dhambi, za kuondolewa laana, kuponywa magonjwa, kuondolewa umaskini, kuondolewa hofu ya kifo na kuondolewa kifo cha kabla ya wakati lipate kutimia. Haleluya! Utakuwa tunu. Utakuwa tunu mbele za Mungu wako, maana dunia yote pia ni mali yake. Haleluya! Na utakapokuwa tunu, maana yake una kibali pekee kwa nani? Kwa Mungu. Ndiyo jambo hili litakupata kwenye Yoshua 1 mstari wa 5. Haleluya! Na kusomea Yoshua 1 mstari wa 5. Nasoma katika jina la Yesu. Yoshua 1 mstari wa 5. Hapata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Haleluya! Wewe kama mtu, mimi kama mtu peke yangu ni dhaifu sana. Tunahitaji msaada wa Mungu, tusiwe yatima. Sasa unapoambiwa unashiriki mwili wa Kristo na damu ya Kristo, hivi mwili wa mtu kuongeza damu yake, sio mtu huyo. Kwa hiyo Yesu aliagiza tuwe tunafanya hiki kitu ili kurenew agano, ili neno la Mungu la kwamba niko pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari lipate kutimia, ili awe anakuwezesha mambo yote ambayo wewe mwenyewe hutaweza. Haleluya! Amen. Sasa agizo hili neno la Mungu linasema Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23 mpaka ule wa 25. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate. Haleluya! Naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Haleluya! Waisraeli waliagizwa wawe wanafanya sherehe ya mikate isiyotiwa chachu, na ifanyike kizazi baada ya kizazi. Ni amri ya nani? Ya Mungu. Na Yesu Kristo aliyefanya agano na sisi anatuagiza tuwe tunakula mwili wake kwa ukumbusho wake, na tuwe tunakunywa damu yake kwa ukumbusho wake, ili mwili na damu yake vitusaidie sisi kuyapata yote aliyotuahidi. Na tumesema kuondoa dhambi, kuondoa laana, kuondoa magonjwa, kuondoa umaskini, kuondoa kifo, kuondoa mateso, kuondoa migandamizo, na ili kutupatia ulinzi, asiwepo wa kusimama mbele yetu na yoyote asituguse, maana adui atapambana na nani? Na Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Haleluya! Sasa ndio maana siku hii ya leo mnaona tumefunika pale. Mtumishi wa Mungu yoyote anaweza asifanye kitu hiki mwaka mzima, lakini siku ya Pasaka ni lazima. Ni damu yangu ya agano, damu ya mkataba, ili iweze kufanya nini? Ibrania 12:24 anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema. Kunena mema ni kukubariki. Kwa hiyo utabarikiwa kwa damu ya Yesu, na damu ya Yesu inamshinda shetani maeneo yote. Damu ya Yesu ina nguvu za Mungu, ina uhai wa Mungu, ina Roho Mtakatifu. Kwa hiyo itakutendea mema na kukufungua na kukuponya na kukuimarishia mkataba wako binafsi na nani? Na Mungu. Haleluya! Unaweza kuwasiliana nasi
kwa kutumia simu zifuatazo. Kwenye mtandao wa Vodacom tunazo simu mbili, 0767 40 97 40 na 0767 40 98 40. Na kwenye mtandao wa Tigo unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia simu 0715 40 98 40. Na hali kadhalika kwenye mtandao wa Airtel unaweza kutupata kwa simu 0784 40 98 40. Na pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia email zifuatazo. Ya kwanza ni amikiambari@yahoo.com na email ya pili ni amikijd@gmail.com. Na kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook unaweza kutupata kwa kuandika facebook.com/ambari.yamiki. Na pia unaweza kupata video zetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika youtube.com/user/Amiki Ministries. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia barua kwa kuandika tu Pastor Amiki, sanduku la barua 8914 Moshi, Tanzania. Mungu akubariki na uendelee kujifunza neno la Mungu kupitia huduma yetu.